Unasema ana miaka 24 na wewe una miaka 25, na anasema kwamba wewe ni mdogo kwake, anahitaji kuwa na mwanaume ambaye kamzidi umri au mkubwa kwake. Yupo sahihi? Ni kweli kabisa kwamba wewe ukiwa na miaka 24 yeye ana miaka 25, huyo mwanamke ni mkubwa sana kwako. Kwa kawaida tunatakiwa tuwe na wanawake ambao tumewazidi walao kuanzia miaka 4 na vitu kama hivyo. Hii yote ni kwa sababu wanawake wanakuwa faster kiakili, wanapata exposure mapema sana, wanaingia kwenye comfort zone mapema sana, na unajua comfort zone ndo kisababishi cha vipengele vyote. Yaani ile failure inasababishwa na comfort zone. Mfano piskali na pisi yenye muonekano wa kawaida, mara nyingi pisi yenye muonekano wa kawaida ina asilimia kubwa ya kutoboa kwenye maisha, kupata ile mafanikio imara kuliko hata piskali. Piskali mara nyingi wanakuwa na mafanikio ya kifalafala. Angalia sio vema kutaja majina, lakini ukichunguza utagundua hiyo yote ni kwa sababu piskali zinaingia kwenye comfort zone mapema zaidi, kutokana na zile promo wanazopewa kwamba wewe ni mzuri, wewe nini, akitembea kidogo kwa mguu mara akapewa lifti, akiwa mdomo kama umepauka mtu atampateni kwa ajili ya maji ya 500 na vitu kama hivyo. Lakini pisi ya kawaida anatakiwa haso kwa ajili ya kila kitu. Kwa hivyo ndivyo ilivyo kwamba mwanamke anaingia kwenye comfort zone mapema. Akishafika 16 kuanzia 16 hapa anaingia kwenye comfort zone. Vitu vingi anakuwa anafanyiwa. Lakini wakati wewe kila kitu inabidi utoe, kwa hiyo unachelewa kukaa kwenye comfort zone. Yeye anakuwa alishaingia zamani, kwa hiyo lazima akuone wewe ni mdogo kwake. Na ukosefu wa kuingia kwenye comfort zone inakufanya ukose kujiamini kwenye kufanya maamuzi. Unaposhindwa kujiamini kwenye kufanya maamuzi, ni wazi hautoweza kumuongoza yeye, kwa sababu utakuwa huna ujasiri wa kumuongoza. Yaani yeye yuko kwenye comfort zone, wewe uko kwenye stress. Huwezi kupata ujasiri wa kumuongoza, na yeye anahisi amekosa kiongozi. Kwa mambo yanakuwa mchanganyiko kama hivyo.